Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, mpenzi mtazamaji wa chaneli yako bora kabisa, chaneli yako ya Maalim Jabbar TV inayopatikana YouTube. Leo ni siku tena nyingine, siku nzuri, siku mwanana ya kutazama na kuendelea kujifunza na kuelimika katika vipindi mbalimbali. Na leo tuna mwendelezo wa kipindi chetu cha Wajue Majini, na mwendelezo wetu wa safari ya majini kutoka ujinini mpaka kuja hapa. Naam, safari ya majini kutoka ujinini kuja kwa binadamu, na hasa wale majini uganga. Safari ya majini uganga kutoka walipotoka, kutoka walipo kuja kwa wanadamu. Na tumeangazia katika sehemu ya kwanza safari ya majini kwa namna ambavyo wanaoingia wanadamu, na hasa wale wenye kuhitaji kufanya uganga. Tukadadavua hapa na pale, lakini dondoo zake tulisema jini uganga anapokuja kwa binadamu, aangalie binadamu huyu, dini yake, kabila lake, taifa lake. Anaingia kwa binadamu yeyote, maadamu tu wao wamemhitaji huyu wafanye kazi yake ya uganga ama kazi yao ya uganga. Hawaangalii umri, kwamba ni mtoto mdogo, kijana, jinsia mwanamke au mwanamume, mzee ama kijana, mweupe ama mweusi, mrefu ama mfupi, kabila gani, taifa gani, la nchi gani. Haangalii hayo. Wao wanaangalia maadamu wamepata amri kutoka kwa mkuu wao, waje kwako, watakuja. Lakini tukazungumza yote haya ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana mipango mingi kwa wanadamu. Lakini pia tukaangazia katika sehemu ya kwanza kuona majini hawa wa uganga wanapomuingia binadamu, haijalishi binadamu huyo ana elimu ya dini ama hana. Tena wanamuingia wakati mwingine wala sio Muislamu, wanamuingia mtu ambaye hajui chochote. Lakini pia majini hao wanakuja kwako binadamu bila kuangalia ukoo wako kwamba na wana asili ya uganga. Hapana, aidha wawe na asili ya uganga katika ukoo wenu, majini watakuingia, ama wasiwe na asili hiyo ya uganga. Yaani kizazi chenu, wewe umezaliwa, baba yako naye amezaliwa, babu yako naye amezaliwa, babu yake, hao wote hawakuwa waganga. Vizazi vitatu vinne, hakuna hata mmoja aliyekuwa mganga. Kwenu unakuwa mastaajabu ama mshangao kwa familia. Lakini haijalishi kama wewe uko hivyo, huyo jini maadamu amependa, amekuja kwako kufanya uganga, atafanya. Kwa hiyo tulizungumzia mengi kuhusu majini. Nikombe mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza umeipata sehemu hii ya pili, ni kuombe ingia YouTube, angalia sehemu yetu ya kwanza, alafu twende na sehemu hii ya pili. Naam, tumeishia majini uganga wameingia binadamu, na binadamu anapaswa kupata mwalimu. Na tukazungumzia ni mwalimu gani anayestahili. Tukisema mwalimu au maalimu wenye fani hizi za uganga, mafundi waganga wenye fani hizi za uganga. Lakini wapo waalimu mbalimbali katika fani hizi za uganga. Lakini uganga nao umegawanyika katika pande nyingi. Yupo mganga yeye mtaalamu wa dawa tu za mahaba au za biashara, lakini sio mtaalamu, sio mwelevu, sio mjuzi wa majini. Kwa hivyo lazima tujue mwalimu gani anastahili kuwa na mtu mwenye majini. Yaani mwalimu gani anayejua ama mwenye fani hiyo ya majini, ili umpate kumtengeneza, kumweka sawa mtu aliyovambwa na majini.
hasa majini uganga, japo tumegundua katika sehemu mbalimbali ambazo tumezungumza kuhusu majini katika darasa hili kwamba wapo majini wa uganga na wapo majini sio wa uganga, lakini wote hawa lazima wapate mwalimu anayejua, mwenye fani ya majini. Anaweza kuwa manzili ya majini anayoyajua sio manzili ya majini yako, lakini yupo mwalimu ambapo yeye amebobea, mbobezi wa majini, tena majini hao wenye mikondo mbalimbali, kwa sababu majini wanasema mkondo mmoja, tabia zao mbalimbali tabia, lakini majini wana mikondo yao. Kila jini ana mkondo wake na tabia zake. Kila mkondo una taratibu zake wa kimajini, kila mkondo una sheria zake za kimajini, na kila mkondo una njia na taratibu zake. Kwa hivyo ukimpata maalimu mwenye kujua mikondo zaidi ya 7, yani mkondo wake anaujua, mkondo wa pili, wa tatu mpaka 7, yote ni mbobezi na amezama, amesoma vizuri mikondo hiyo, huyo mwalimu atajiwa na mganga yoyote ama na mtu yoyote mwenye majini, atakuja kumsaidia kwamba fani hiyo anayo. Bismillah, la ilaha illa Allah. Tiki dogo Bukhari ili wenyewe wasogee karibu, waendelee kutoa darasa vizuri. Naam. Kwa hiyo majini hawa wana mikondo, wanashuka kwako. Kuna mkondo wa kibedui, mkondo wa kisharifu, mkondo wa kiwalii, mkondo wa kikamanda. Mikondo iko mbalimbali, pamoja na jadi asilia. Ndani yake kwenye jadi kuna jadi mbalimbali, ndio jadi za kila taifa, jadi la kila kabila. Na unaposhuka anaweza kushuka jadi katika mwili wako isiwe kabila yako. Hilo somo ndio kuzungumza somo lijalo, lakini kwa sasa tunazungumzia kwa ujumla majini wote, kwamba wapo wavango nyeusi, wavango nyekundu, wavango nyeupe, blue, njano, wote tunazungumzia mkondo wao unaweza kwa mmoja, lakini tabia zikawa mbalimbali. Kwa hiyo hapa lazima upate mwalimu fundi anayejua mikondo ya majini, kwamba umekwenda kwake kwamba amegundua jini wako ni mkondo kadhaa. Lazima akigundua afanye kuyafanya, afanye mazuri, manzili yake vizuri, ili mambo yawe mazuri, yawe sawa bin sawia. Na hapa ndipo binadamu wengi tunakosea. Ndipo unapomkuta mwanafunzi anahangaika, anatangatanga. Tukisema mwanafunzi ni yule mteja ambaye aliyokuja kutaka tiba, ufumbuzi juu ya matatizo yanayomsibu. Sasa matatizo yapo aina nyingi yanamsibu binadamu, mpaka kupelekea kugundulika ana majini uganga. Hapa ndiyo sehemu watu wengi hatufahamu vizuri. Yupo binadamu anavambwa na jini wa uganga, lakini akivambwa jini huyo anapata maradhi, anaumwa, anaugua sababu ya kuugua. Sasa anapokwenda kwa fundi, maradhi yametibiwa ya kizungu, hapati nafuu. Amehangaika kwa visakoni huko, hapati nafuu. Anapokwenda kwa maalimu wa majini, kwa shekhi wa majini, akimwangalia anasema maradhi yake huyu ana jini. Anaweza akafumbua ana jini uganga ama sio jini uganga, ana jini, ana rohania, ana marohani kichwani mwake, ana marohani katika hema yake. Zipo sheria wanazozihitaji hao majini, zipo sheria wanazozihitaji hao majini. Kwa hivyo lazima mganga awe mtambuzi, kwamba inawezekana maradhi ndio sababu ya kujulikana huyu jini wako. Ukitibiwa, akiitwa, akisema anachokitaka katika vile ambavyo vya halali sio vya haramu, basi jini huyo atajitokeza na kusema shida yake. Lakini yupo mtu anavumba katika kutafuta riziki mashariki magharibi, ana michongo yote binadamu anasema, yani ana mipango yote ya upatikanaji wa riziki kiurahisi, lakini
hata hela ya kula ile anapata kwa tabu, ila kuwaunganisha wenzio wanafanikiwa, ila yeye mwenyewe ni shida, athaminiki, anahangaika. Kumbe sababu kuna jini yupo humo. Lakini hao majini huwa na sababu mpaka wajitokeze. Kuna hasadi zinaingia, kuna husda unaoingia, uadui, umevambwa na nuksi, umevambwa na mikosi na matatizo mbalimbali yamekuvamba. Baadaye jini anapambana kuondoa hayo matatizo. Ujui, unapokwenda kwa fundi au kwa maalimu, anaiondoa nuksi, alafu na yeye anajitokeza. Anatibu maradhi yako, unapona, alafu na yeye anajitokeza. Anatoa jini mbaya, alafu yeye anajitokeza jini mzuri. Kumbe wakati mwingine hata jini mbaya anaingia, anapoingia anashindwa kufanya yale ambayo yameshindikana. Jini wako mzuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amempa nguvu na amepambana vikali. Hapo tunaona sababu ya kujitokeza majini ya uganga. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, lazima upate mwalimu maalum, mwenye ujuzi, mwenye kuona, mwenye utambuzi. Jini huyu ninataka kumpunga ni jini mzuri ama jini mbaya? Jini huyu nataka kumpa anachokihitaji. Maana wapo majini wabaya wanakuja katika himaya ya binadamu, wanamvaa na maradhi. Wakija kupanda wale majini wabaya, na wao wanasema mimi naitwa jini Sharifu, mimi naitwa jini Makata, mimi naitwa Maimuna, mimi nimekuja kufanya uganga. Kumbe yule jini yupo jini mwenyewe wa uganga, ila huyo aliyotangulia mbele kumbe sio. Amekuja kwa kivuli, kwa kuiga jini aliyomkuta hapo ndani. Alipomkuta jini mzuri yupo, na yeye anakuja kwa ishara jini mzuri, ili binadamu mpate imani ya kumwamini kwamba huyu ana majini wazuri. Kumbe la hasha, anayo jini mbaya. Jini mbaya huyo anamdhuru, anampa madhila makubwa sana. Ndio inapelekea wakati mwingine mteja amepungwa, amechimbuliwa majini, amepungwa zawadi, amepewa chano, amepewa kila kitu, pete, mbuzi, takataka zote, lakini madhila bado yako vile vile. Yaani matatizo, shida bado ziko vile vile. Sababu tu aliyepungwa hakuwa mwenyewe halisi, amepewa huyu wa kutumwa. Kwa hiyo lazima upate mwalimu sahihi, mwalimu mwenye uwezo wa kujua, kugundua, kufahamu kwamba jini uliokuwa naye, huyo aliyokuwa mbele, ni huyo ni mbaya, ila amechukua isimu ya jini ambayo yupo mzuri katika hema yako, na amechukua isimu hiyo ndio anayoitumia kwamba yeye kujiita jini mzuri, ile sigundulike. Naam, penzi mtazamaji, usiwe na shaka katika hilo. Njoo kwa Maalim Jabbar. Maalim Jabbar tuna utaratibu mahsus maalum wa kutambua na kuweka utambuzi yakinifu, kwamba ukija kwetu tutachambua, tutatazama, tutaangalia kwa kina, na zipo njia mbalimbali njia za kumjua, japo jini huyu mbaya, japo jini huyu mzuri, anasema yeye mzuri. Tunazo njia tunazifanya sisi kukufanyia wewe mhusika. Kama huyo jini ni mbaya ila amejitia kimbelembele, wallahi thumma wallahi, kwa uwezo wake jalilu, kwa uwezo wake jalla jalalu, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi na alituumba sisi na hao majini, jini huyo atajitokeza hadharani, ima kukimbia, kupiga kelele na kusema ambayo yeye sio sahihi. Baada ya kumtoa na kumuondoa jini mbaya, tutamwita jini mzuri biidhnillah, kwa njia ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Jini mzuri huyo atakuja kwa manzili yake, atakuja kwa utaratibu wake, atasema pasi na shaka. Ndipo tutaona kwanza kuona nafuu ya maradhi na matatizo ambayo unayo. Mambo mbalimbali kwa kikusibu yataondoka biidhnillah. Vifungo, vikwazo vitaondoka. Mwingine ametupua jini la kichawi, jini cheketu, jini ambaye ana athari, jini ambaye anasababisha miyumbo katika utafutaji wa riziki. Jini huyu pia tunamtoa jini mbaya, tunamuondoa kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa unakuta kiza kinene kinaondoka katika mwili wako, kiza kinene kinaondoka katika maisha yako, kiza kinene kinaondoka katika utafutaji wako wa riziki. Mambo yako yanakuwa mazuri.
kiza kinene kinaondoka katika mifaraka ambayo unayo baina yako na wazazi wako, baina yako na marafiki zako, baina yako na mkeo ama mumeo, ama mchumba au mpenzi wako, ama jamaa yako wa karibu, ama tajiri yako. Mifaraka inaondoka, utaona unaanza kuthaminika kazini, sehemu zako za kufanyia kazi, za kupata riziki, thamani inaongezeka. Ujue giza nene, joho la maradhi na matatizo katika mwili wako yatakuwa yamekuondoka. Kwa hivyo Maalim Jabbar anapatikana Kivule jijini Dar es Salaam. Tunapatikana Kivule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Unaweza ukapanda magari yaendayo Kivule, ukashuka Kivule njia ya panda shule ya msingi. Hapo waambie bodaboda wakulete kwa Hussein, utakuwa umefika kwa Maalim Jabbar. Na utakutana na mimi Maalim Jabbar, na tutazungumza na tutaangalia kwa kina na kwa uyakinifu. Aidha, unaweza kuwasiliana na mimi kwa nambari zangu za simu za mkononi moja kwa moja ya 0713 670 998 na 0767 670 998. Hapo utakuwa umenipata vyema. Unaweza ukaja WhatsApp kwa nambari yangu ya mkononi ya 0713 670 998. Aidha, unaweza kutembelea YouTube katika channel yetu ukaandika Maalim Jabbar TV, utaona video zote ambazo tumeupload. Lakini unaweza, kama bado hujasubscribe, ni kuombe subscribe sasa. Yaani gusa kengele ama maandishi mekundu yaliyokuwepo kuliani mwa simu yako, kisha share, like na comment, andika chochote, shauri wowote, ili wewe wa kwanza kupata notification zetu wakati tunapokuwa tumeupload video mpya. Naam, ndugu mtazamaji, karibu tuendelee na kipindi chetu. Kipindi chetu hiki tunaendelea kujua mwalimu aina gani katika safari yako ya majini ama safari ya majini uliokuwa nayo. Kwa hiyo unaweza kuwa umempata mwalimu ambaye sio sahihi, ama sio mkondo wako, ama sio mandhiri yako, ama majini uliokuwa nao ni wakubwa kuliko majini wa huyo mwalimu. Hapo kutakuwa na tatizo kubwa na changamoto itakuwepo, kwa sababu uwezo wake wa kukutibia ni mdogo kuliko uliokuwa nao. Kwa hiyo lazima upate mwalimu. Karibuni kwa Maalim Jabbar, ambapo Maalim Jabbar ana mikondo 21. Maalim Jabbar tuna mikondo 21. Mikondo 21 hiyo tunaijua vizuri. Tuna utambuzi mzuri wa kujua mkondo gani na mkondo huu ufanyiwe nini na taratibu zake ziwe nini. Naam, kipindi chetu cha leo tutaishia hapa. Ni kuombe tuje kusikiliza sehemu ya 3 ya kipindi hiki cha safari ya majini ya uganga kwa binadamu. Na leo tumeendelea kudadavua namna majini wanavyofanya kazi, lakini wanatakiwa wapate maalim sahihi, maalim mwenye utambuzi wa kuyajua majini haya ya uganga. Sababu hata mwingine ana tatizo la uzazi hajui, kumbe Subian amekaa kwenye kizazi. Yote haya na mengine mengi tutapata sehemu ya 3 mwa kipindi hiki. Mimi ulikuwa na mimi ndugu yako Maalim Jabbar, natokea Kivule jijini Dar es Salaam, njia panda shule ya msingi Kivule. Karibu tushirikiane katika hili na mengine katika kuyajua majini. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.